Uhuru Kenyatta, President Uhuru Kenyatta, umepakisa 15 months uende nyumbani. Tuko na katiba, constitution, we are guided under our constitution of Kenya. 15 months unatoka, utakuwa nyumbani. Kuna vitu muhimu, hata hii PPI inakuwekwa hold. The next president, hata kama ni William Samoei Ruto, ataangalia hiyo maneno. Saa hii Amerika iliagiza vaccine mingi. Ukiamuka hapo ukitaka kutungwa, unatungwa. You don't need the appointment. Sababu wanaangalia citizens wake. They are looking, the government, the US government inaangalia maslahi ya wananchi. Uhuru Kenyatta saa hii kama ako smart, angekuwa anaangalia vile India watu wamekufa, wanachoma kuchoma. Angekuwa ameagiza vaccine mingi. Vaccine mingi. Kila Mkenya saa hii angekuwa anaendelea kutungwa sindano hiyo kupata hiyo vaccine. Hiyo ndio kukua a good leader. Hiyo ndio kukua a good leader. Hiyo ndio kitu saa hii tunahitaji. Hii maneno ingine Uhuru Kenyatta kupitia kwa majority leader yake parliament, majority leader Amos Kimunya na speaker Justin Muturi ati wamepewa orders waite wabunge. Tunataka kujua hiyo hao wabunge ni watu wa aina gani na hawawezi rudi, sio kwa hii Kenya. Enda mupitishe PPI, mwenye atapitisha hakuna kurudi bunge. Uwezi chezea wananchi hivyo. Saa hii wananchi wanaumia. Uhuru Kenyatta umepomoleza wa Kenya, kuwafukuza. Hakuna kazi, hakuna pesa, hakuna chakula. Badala ya kufikiria juu ya mwananchi, wewe unafikiria vile unaweza change constitution, utumie kifua, uongeze term yako for 2 more years. Ndio kae utukalie. Hiyo iwezekani. Tutakupiga vita na utatoka. We will force you out. Usicheze. You are just nobody. Uhuru Kenyatta, you are a small person. Usicheze sana. Don't think we are stupid. Wale watu ambao watapitisha sana Luo Nyanza bila kutumia akili. Wacharuo wameuawa including Baby Pendo. Huyu Uhuru Kenyatta ameua watu kutoka Naivasha. Angali Wacharuo wafikiri. They don't think beyond their noses. Hawafikiri, ni kama watoto. Unapitisha PPI ni chakula. Nimesema mara mingi, PPI inaleta chakula kwa Mkenya mwenye analala njaa. Hakuna. Ati PPI ni kitu gani? Hakuna haja ya kuchange constitution. Tuipe time tutunze hii constitution tuko nayo. Constitution sio underwear ama kandamu unakitumia hivi, unatumia kesho. Unatupa kila mara atikubadilisha katiba. Hiyo nyoko ya open fucking. Lazima tuambie Uhuru Kenyatta ukweli kabisa. Na mimi nakwambia Uhuru Kenyatta ukweli kabisa. Na ukweli inauma. Siku zako zinahesabiwa. You are going home. Kama umekosea, kama pesa zimeibwa, tutakuandama. Uchaguzi utakuwa next year na lazima tuchaguane. Period. Tutapata new president next year. 15 months from now. Be prepared. Hata vitu mingi wacha kununua State House. Anza kupaki vitu pole. Peleka nyumbani. Empty White House, State House. Kitu ingine umetuibia ya kutosha. Sister yako ametajwa mara mingi Nyokabi. Hii maneno ya NHIF. Hii KEMSA. Mtoto yake ati Samantha Mutama ametajwa. Familia yako unakimbisa watu hapa ati waizi. Hakuna mwizi. Mwizi ni wewe. Na nilisema kutoka kitambo, computer era. Ukiwa finance minister, pesa zikapotea hivyo. Ati ni computer era. Saa hii kamuntu kanaitwa Murade. Listen to me, David Murade.
vice chairman wa chama cha Jubilee, chama ambacho kinakufa, chama ambacho hakina nguvu, the dying party, political party Jubilee, at a vice chairman kanajifanya kako na nguvu, kanajiita system. Alisababu at one time yeye na Maina Kamanda waliibia Raila Odinga kura 2007 wakakuja wakasoea kuiba kura ya naibu wa rais Mbele Samoei Ruto. Uwezi kuusa, tutakuchoma. Kwanza mimi kazi mocho nitachoma wewe kabisa Murate, nitachoma wewe kabisa. Kwanza nikushike kidogo hivi, angalia hii makai wakikuyu wanasema iko daki. Angalia, jiangalie wewe mwenyewe vile huko. Unatisa nani? Wewe ati David Murata. Sasa David Murata ni kitu gani? Hata kwangu kwa kazi mojoi mwenyewe. Kinatisa watu. Na ni kitu bure. Kila mtu afunge virago. Hata Matiang'i anaenda nyumbani. Amepata 10 years yake. Kibicha amepata 10 years. Amefurahia mshahara kubwa. Amefurahia madaraka, uongozi, sababu ya Uhuru Kenyatta. Yote itaisha, tutakuwa na new cabinet. There is no extension, no shortcut. Ati unataka kuextend, kwani sisi wa Kenya ni wachinga? Ndio nakuta Wacharuo wametanganywa, lakini nani aliroga Wacharuo? Ati pako nakuta vimuntu hata vifai kuitwa wabunge. Ati Uhuru Kenyatta akuwe prime minister, Raila akuwe president. Nani anatanganya wewe? President ni Mbele Samoei Ruto. He commands. Chusi alisema vizuri. Watu ni wengi, ministers, cabinet ministers wanaenda kwake kumuona usiku. Principal secretaries, wanasiasa wanajificha sababu wakionekana ati DCI iko kwa mlango yao kufunguliwa kesi. Wacha bunge vunjwe ndio mtajua mwanaume ni mwanaume. Huyu ni mtu wako smart, on top of everybody. Ndiye ataunda serikali na ataweka kila kitu sawa. Tangu 2018 ati ni handshake. The Big Four agenda imekwama sababu Uhuru Kenyatta akiamuka ni handshake na Raila Odinga. Ni kuangalia vile wanaweza ongeza vio. Hakuna kazi. Uhuru Kenyatta ametenga naibu wa rais since 2018 mpaka saa hii 5 years, hakuna maendeleo. Naibu wa rais yeye anasikilia huko tu. Yeye ni ceremonial. In case a president dies, ana take over kama Tanzania. Inakuanga hivyo. Mwenye anaraumiwa, mwenye anaongoza nchi ni president. Ametufeli. Uhuru Kenyatta is a thief. David Murate 4 billion lazima tutachua. Is a thief. Vimuntu vingine vinajipika kifua kusema, hatuwezi achia mwizi. Mwizi ni nani? Naibu wa rais ako clean. Ameiba nini? Ameibia wewe. Ameiba mama yako. David Murate ni kitu gani sasa hii kitu kinakaa sura mbaya kama kitu kingine? Naibu wa rais nimesema mara mingi na anaongea na nguvu. Ni rais apewe heshima. Usipompea heshima sisi wa Kenya tutampea heshima. Na ndiye atakuwa rais. Maana ya Raila Odinga nguvu zimeisha. Wale watu yote tumekuwa na mkutano na naibu wa rais juzi. Na Noki alikuwa na msapoti kutoka Turkana yuko. Hussein Haumali ayuko. Purfaita yuko. Wale watu yote walikuwa na support Raila, hata Wacharuo, takina Eliot Awaro awako. Kuna wengi Wacharuo wamerefuka. The smart Luos wananyamaza. Raila hakuna pahali anapeleka Wacharuo, ni kuwatumia na kuua Wacharuo. Raila tangu aanze siasa na papa yake wameua Wacharuo. Siasa yao siasa chafu. Raila akipewa chakula hivi kidogo, akivinyiwa mabilions ananyamaza. Anatumia Wacharuo vibaya. Imefika enough is enough. Wacharuo wamerefuka. Sio wachinga again. Uwezi kutumia jamii kabila yako kwa manufaa yako. Hiyo haiwezekani. Watu wamerefuka. Ndio mimi nasema, I'm warning you Uhuru Kenyatta. Try and see. Naibu wa rais sio muoga.
Wakalenjin sio waoga. Sisi wa Kisii tuna support naibu wa rais sio waoga. Nikukushika hivi na mkono. Ninakukamata hivi na mkono. Jaribu hiyo pluralifakini yako. Nani anakudanganya ndio unataka kufanya extension? Unataka kukalia kiti. Kukalia kiti umepegwa 10 years. Ni wizi mingi kwa familia yako. Tangu ingie umejitengenezea billions familia yako. Ulikuja tu kutuibia. Active namba 1. Simbiri Nyamuibi, na nimesema mara mingi ni huyu family ya Uhuru Kenyatta. Sio naibu wa rais, hapana. Tunajua yote. Tunajua naibu wa rais ako clean. Very clean. Kama mtu ambaye ni virgin, mwanamke virgin. Clean. Kama pamba. Enough is enough. Tumesoea na tumekusoea. Ninaonya naibu wa Uhuru Kenyatta huyu mwenyewe. Charibu Kenya itawaka moto. Na ikiwaka moto tutakufunga na tutakuua. Hiyo ndio ni kweli msimu. Ikifika wakati yako uinue mikono juu uende nyumbani. Naibu wa rais ashikilie hapo, arudishe nchi yetu. Umeuza nchi yetu kwa wa Chinese. Hakuna kitu unachua kuongoza wewe Uhuru Kenyatta. Ni madeni. Unachukua madeni, unatengeneza reli pesa kidogo tu, ngine mnakula. Sasa madeni ndio watu waamini kuwa wewe unachua kazi. Umetuweka shida. Kukopa na hakuna mwenye alikuauthorize. Hata kutuma wajeshi yetu nje. You need authorization from parliament. Even from both two houses. Ndio maana tuko na two houses. Lazima tufuate sheria yetu. You have to obey court orders. Unatumia kifua. Ni kama Saddam Hussein. Sio Kenya, bwana, sio Kenya. Naibu wa rais sio stupid, ni mtu smart. Ataendesha hii nchi vizuri. Yeye sio mlevi. Hakuna. Na anaonya, narudia, mbunge yeyote, any member of parliament that is going to support the BBI nonsense will never come back. We lose deliberately. Anybody, any stupid member of parliament, takataka yeyote ya mbunge anaenda kupitisha, hakuna kurudi. Sahi tunataka kila Mkenya apate vaccine. Nchi ifunguliwe, Wakenya wafanye biashara. Hiyo ndio namba 1. Uwezi funga nchi, unafungia wananchi, unaleta unyokonyoko, unaita ati PPI. PPI wewe unafikiria mwenyewe, unataka kufanya extension, utukalie. Hiyo iwezekani, unyokonyoko lazima utaacha Uhuru Kenyatta. Nimekusomea kutosha. Kuacha ukumbavu na upluralifakini ya unyokonyoko. Kasimo Kipchumba Joy. I approve this message. I'm supporting Bill Samoei Ruto for president of the Republic of Kenya. Anatosha na ni mwanaume kamili. Mwanaume tosha. Bill Samoei Ruto. Thank you. Kasimo Kipchumba Joy again. Kasimo Kipchumba Joy again. I approve this message. Thank you. God bless Kenya. God bless my president, Joe Biden. God bless our 50th president of Kenya, Bill Samoei Ruto. Ndume kabisa. Thank you. Thank you.